nimtaje Mheshimiwa Francis Pumba Ndulane. Mheshimiwa James Ntate ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuweza kuchangia bajeti yetu ya serikali. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na kuweza kusimama ndani ya bunge lako tukufu na kuweza kuchangia. Lakini pia nimpongeze Mwenyezi Mungu kwa kutujalia amani, utulivu, umoja na upendo katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilifanya udadisi katika wimbo wetu wa taifa. Niligundua kwamba katika wimbo wetu wa taifa tumemuomba Mwenyezi Mungu mara 10 alete baraka katika taifa hili. Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupokea maombi yetu na kuelezesha taifa letu liendelee kuwa na baraka na maendeleo. Lakini pia niseme tu kwa wale wachache wenye nia mbaya ya kutaka kuvuruga umoja, amani na utulivu katika taifa letu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wetu na manabii wake waliompendeza tangu kale, washindwe na walegee. Namshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Hata kwenye jimbo langu imeonekana, na nchi nzima kwa ujumla tumeshuhudia miradi mingi ya kimkakati, miradi ya maendeleo katika sekta zote imefanyika na kuwezesha kutimiza dhamira ambayo alikuwa nayo, ambayo alitoa kwenye hotuba yake ya tarehe 19 mwezi Machi mwaka 2021 wakati alipoapishwa kushika hatamu za uongozi wa nchi yetu. Lakini pia alirudia maneno yale yale wakati alipofika hapa bungeni kwa mara ya kwanza na kulitubia bunge siku ya tarehe 22 mwezi Aprili mwaka 2021. Kwa hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kusimamia vizuri, lakini kwa kutoa fedha nyingi kuelekeza katika miradi mbalimbali. Nampongeza na kumshukuru rafiki zangu, maskulmeti wangu, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Waziri wa Mipango na Uwekezaji, pamoja na manaibu wao, pamoja na watumishi waliopo katika wizara hizo kwa kutuletea bajeti nzuri ambayo ina reflect maono ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia nitakuwa mchache wa fadhila nisipompongeza Mheshimiwa RC wangu, dada yangu Mheshimiwa Zaina Butelaki. Kwa kweli amefanya kazi kubwa sana katika mkoa wa Lindi kusimamia miradi mbalimbali na uelekezwa huko. Lakini sana kwenye eneo la kukomesha migogoro ya wakulima na wafugaji, lakini pia kupandisha kiwango cha elimu. Kwa kweli tumefanya vizuri sana katika miaka hii ya karibuni. Na tunashuhudia sasa matunda ambayo yamewekezwa na Mheshimiwa Rais wetu katika maeneo mbalimbali ikiwemo hiyo sekta ya elimu. Lakini nitakuwa mchache wa fadhila nisipowapongeza na kuwashukuru wananchi wangu wa jimbo la Kilwa Kaskazini katika kata zote 13 kwa kuniunga mkono katika mambo mbalimbali ambayo yaliainishwa katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi, lakini pia aliyokuwa anatatiza katika jimbo letu. Nawashukuru sana wananchi wa kata ya Kipatimu, kata ya Chumo, kata ya Kibata, kata ya Kandawale, kata ya Namayuni, kata ya Mingumbi, Tingi, Somanga, Kinjumbi, Miteja, Mitole, Njinjo na Miguruwe. Namuomba Mwenyezi Mungu anijalie afya njema ili niendelee kuwatumikia katika kipindi kijacho cha miaka 5 wananchi wa jimbo langu la Kilwa Kaskazini. Tumepata mambo mengi sana kupitia bajeti ambazo ziliwekezwa, ambazo zina reflect dhamira njema ambayo anayo rais wetu katika jimbo letu la Kilwa Kaskazini. Tumepata zahanati zaidi ya 8, tumepata vituo vya afya zaidi ya 3, na kingine kimeletewa fedha juzi katika kata ya Kandawale milioni 250. Tumepata shule za sekondari 3, shule za msingi 6, lakini pia tumepata miradi ya maji zaidi ya vijiji 14 imetekelezwa, madarasa ya kutosha, tundu za vyoo za kutosha, vifaa vya kufundishia na kujifunzia, lakini vifaa tiba
vya kutosha. Minara ya simu zaidi ya 16 imewekezwa katika jimbo la Kilwa Kaskazini. Boti za uvuvi, mpango wa matumizi bora ya ardhi umefanyika zaidi ya vijiji 44 na unaendelea. Lakini pia awamu ya mwisho ambayo imetolewa mwezi Januari, tumepata mikopo zaidi ya bilioni 1.3 kwa ajili ya wanawake, vijana na wenye kundi la wahitaji maalum. Lakini kubwa kuliko yote, tulipopatwa na janga la mafuriko, serikali imeleta zaidi ya bilioni 119 na 47% sawa na bilioni 56 imekwenda katika jimbo letu la Kilwa Kaskazini kuweza kujenga miundombinu mipya ya uwezeshi katika maeneo hayo ya barabara. Kwa hiyo namshukuru Mheshimiwa Rais tena na namuombea kwa Mwenyezi Mungu amjalie afya njema ili tuweze kumpa tena kipindi cha miaka 5. Tumejiandaa wana Kilwa Kaskazini na wana Kilwa kwa ujumla kuweza kumpa ushindi wa kishindo. Mwenyezi Mungu amjalie sana mama huyu. Nilikuwa na mambo machache ya kushauri. Jambo la kwanza, ninaomba miradi ya maji iendelezwe hasa katika vyanzo vikubwa vya mito. Sisi bahati nzuri kule mikoa ya kusini hatuna ziwa, ukiondoa kule Ruvuma. Lakini tuna mito mingi inayotirisha maji, mengi yanakwenda baharini, mto Ruvuma, mto Rukuledi, mto Ruhuhu, mto Rufiji. Lakini ipo mito ya muda, ya msimu, zaidi ya 3, Mbwemkuru, Matandu, mto Hanga. Nifikiri serikali sasa ijikite katika kuona namna ambavyo itaboresha miundombinu hiyo ya maji katika maeneo hayo. Tunatarajia serikali iwekeze mabwawa hasa katika mito hii ambayo ni seasonal, kwa sababu hii itasaidia, kwanza itapunguza mafuriko ambayo tumeyaona mara kwa mara. Lakini pili, itasaidia kupata malisho ya mifugo, itasaidia kupata maji kwa ajili ya mifugo, lakini pia itasaidia kupata maji safi na salama kwa ajili ya wananchi wetu. Lakini pia nilikuwa naomba miradi yetu ya BBT serikali iangalie katika maeneo ambayo mazao yake hayavunwi kwa wingi, yale mazao ya kimkakati ambayo yatakwenda kutatua matatizo ya msingi tulionayo. Tumeona watu wengi miradi mingi imeelekezwa kulima pilipili hoho, kabichi, vitunguu. Mimi nilikuwa nafikiri hizi, kwa sababu bidhaa hizi zinapatikana kwa wingi na zingine nyingi tunauza nje ya nchi, nilifikiri tuwekeze kwa mfano kwenye zao la kimkakati labda la ambayo tutapata uzalishaji wa mafuta, kwa sababu mpaka leo tunatumia fedha nyingi za kigeni kwenda kununua mafuta kutoka nje ya nchi. Lakini tuna changamoto kwa mfano ya wakulima na wafugaji katika mikoa ya kusini, hasa mkoa wa Lindi na wilaya zake. Nilifikiri katika eneo hilo tulenge miradi ya BBT ilenge katika kutatua changamoto za msingi kama hii ya migogoro ya wakulima na wafugaji. Kwa nilifikiri tukienda hivyo basi maisha ya wananchi wetu yatakuwa mazuri, lakini pia uchumi utaimarika na mambo mengine yatakwenda sawa sawa. Lakini pia nilikuwa naomba serikali iongeze nguvu katika barabara za vijijini. Barabara nyingi za vijijini hasa katika wilaya ya Kilwa, wilaya ya Rufiji, na majimbo yote mawili ya Kilwa Kusini na Kaskazini, Liwale na Chingwea na kwingineko, ilikumbwa na tufani za mvua za El Nino na kimbunga Idaya. Tunashukuru serikali, kama nilivyosema mwanzo, mkoa mzima wa Lindi wameleta bilioni 119, miradi inaendelea, na jana nilikuwa jimboni, baadhi ya makalavati yameanza kukamilika. Kwa hiyo ni hivi karibuni tutapata tija. Lakini kule kwenye barabara za vijijini nilikuwa nafikiri bado kunahitajika fedha nyingi ziongezwe, ili kuhakikisha kwamba barabara za vijijini ambako huko ndiko mazao ya korosho, ufuta na mazao mengine yanakotoka yapate kusafirishwa kirahisi kufika kwa walaji, kufika kwenye masoko, ili kuhakikisha kwamba chumi za wananchi wetu zinaendelea kuimarika. La mwisho, sio kwa umuhimu, serikali imetumia nguvu kubwa sana inayotokana na mapato yake ya ndani kuendesha miradi ya kimkakati, miradi yenye vigezo vya kibiashara. Katika eneo hili tunayo taasisi yetu ambayo imeundwa inahusika na
miradi ya ubia au PPPC, Public Private Partnership Center. Nilifikiri kitengo hiki au taasisi hii iwezeshwe vya kutosha, na ikiwezeshwa vya kutosha maana yake itatoa msaada mkubwa kwa mtaji wa kuendesha hii miradi, na matokeo yake serikali itapunguziwa mzigo wa kibajeti katika kuhudumia hii miradi. Lakini pia tutapata teknolojia kutoka kwa hao wawekezaji kwenye hiyo miradi ya ubia, lakini pia tutapata ufanisi mkubwa, tutapata pia ubunifu wa kutosha wa kuendeleza hiyo miradi. Lakini pia ni wazi kwamba miradi ikishirikisha watu binafsi, maana tutatanua wigo wa watu binafsi kuweza kushiriki katika shughuli za maendeleo, na hivyo wananchi kukua kiuchumi, mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kwa nilikuwa naomba serikali iangalie hata ile reli ya SGR aliyozungumza rafiki yangu hapa bwana Mpakate, Mheshimiwa Mpakate, inaweza ikaingia katika utaratibu huo. Serikali ikafanya bidii, ikapata wawekezaji wa bia, tukaweza kuijenga kwa haraka, na hata ile ambayo bado haijaingizwa kwenye mpango ya kutoka Dar es Salaam kupitia Lindi mpaka Mtwara, nayo ikaweza kujengwa bila shida. Lakini kuna nchi kama Korea, Malaysia zimepiga hatua kubwa sana kwa kutumia hii miradi ya PPP. Kwa niombe sana serikali yangu tukufu isimamie jambo hili ili kuhakikisha kwamba utekelezaji wa miradi sio tu unatekelezwa kwa mtaji wa serikali, bali pia unashirikisha watu binafsi chini ya utaratibu wa PPP. Baada ya kusema hayo, nasema nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Francis Kumbandulane. Na